tukatoa ushahidi, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyu al-qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawm, al-aya. Sasa usingizi ni kitu gani kwa taarifu nyingine? Bado tunaendelea kuipanua fikra yako ili mradi uone Allah tabaraka wa taala kwa nini hiki kitu akakitaja katika Qur'ani. Ni hali fulani ya kuipumzisha akili kwa muda maalum, na huu msamiati wa kuipumzisha akili kwa muda maalum unatutengenezea nukta muhimu ambayo inakwenda kutuonesha akili ya mwanadamu ni kitu ambacho kina udhaifu. Hivyo basi kikifanya kazi kwa muda mrefu huathirika kwa uchovu na maradhi mengine ya kimwili pamoja na ubongo. Ubongo wa mwanadamu yoyote yule, mimi na wewe, unapokosa kitu kulala unachemka. Unapochemka ubongo wa mwanadamu unakwenda kutengeneza kitu kingine kinachoitwa khamira. Neno khamira tugande kidogo katika kulifasiri kilugha, ikiwezekana hata kisheria. Neno khamira likija katika vinywaji linabadilika, linakuwa khamru, linapewa jina kwamba ni pombe. Lakini neno khamira likiwa katika masala ya ngano linapata jina kwamba kiumulio, itaumuliwa chapati, maandazi, kalimati na keki. Khamira ambayo wewe unaita amira, lakini kumbe kitu khamira kinatengenezwa na wewe mwenyewe. Ukikosa kulala kwa muda mrefu unakwenda kuiumua akili yako, utakuta mtu anasinzia, pengine mpaka katika hutuba ya Ijumaa mtu sasa katengeneza amila kichwani kwake, analala, anakosa fadhila za Ijumaa. Hii khamira ukiitengeneza kwa makusudi ni haramu, sio haramu. Faida za kulala na hasara za kulala, ikiwa kama ni kitu ambacho utakisababisha mwenyewe, kitaingia katika kauli ya Bwana Mtume, kullu muskiri khamru wa kullu khamri haramu. Kila kinacholewesha ni pombe na kila pombe ni nini? Ni haramu. Tumeshasema khamira ndio hiyo hiyo khamru ambayo inaitwa nini? Inaitwa pombe. Umetengeneza msongo wa mawazo ukakutengenezea khamira, pombe ambayo imekwenda kuichanganya akili mpaka ukalala katika ibada. Kwa hiyo mtu yoyote yule akikosa usingizi lazima awe na uzito kichwani kwa sababu ya hiyo nini? Khamira. Ule msamiati wa kwanza ambao tuliutoa tukasema usingizi ni hali fulani ya kuipumzisha akili kwa muda maalum. Msamiati huu unatuvutia, unatusogezea aya ile ile ambayo Allah tabaraka wa taala ameitumia katika suratul Naba, ja'alna naumakum subata. Tunakusogezea mwana wa chuoni mwingine ambaye katika Ijumaa iliyopita hatukumtumia huyo katika tafsiri yake. Huyu anaitwa Saleh Abdul Aziz Muhammad al-Sheikh katika tafsiri yake at-Tafsir al-Muyassar, akifasiri waja'alna naumakum subata, tukaufanya usingizi wenu kuwa ni sehemu ya starehe. Yeye ana tafsiri hivi, waja'alna naumakum rahatan li abdanikum fihi
tahdauna wa taskununa, kwamba huu usingizi ni kitu ambacho kinatengeneza raha ya mwili, unapata utulivu na unapata sakina. Ili tupate faida zaidi ya usingizi, tutumie aya nyingine, iwe ni nasul mufassira, nafsi ambayo itakuja kutufasiria katika kupanua vizuri uelewa wa usingizi. Allah tabaraka wa taala katika Qur'ani aya nyingine anasema, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Al-aya, miongoni mwa alama na dalili za uwepo wa Allah tabaraka wa taala, kuwaumbia nyinyi kwa nafsi zenu wanawake kwa lengo kwamba mpate nini? Litaskunu ilaiha, mpate kutulia, mpate utulivu. Acha mbali katika aya hii, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja, kuna kitu kinaitwa nashru murattab. Hacha huko neno sakina katika aya ambayo wa min ayatihi, na neno hilo hilo yule mufassiri ambaye kaifasiri waja'alna naumakum subata, neno sakina katika sehemu zote mbili zinatuonesha kwamba mwanadamu akilala usiku peke yake hawezi akapata utulivu. Si tumetumia nasul mufassira, hii imefasiri aya ile waja'alna naumakum subata. Mwanadamu ili apate utulivu lazima awe na mwenza. Wewe ili upate utulivu usiku lazima uwe na mke. Mwanamke ili apate utulivu usiku katika usingizi wake lazima awe na nani? Na mwanaume.